Ripoti ya leo. Yes, na matumaini msikilizaji mzima wa afya njema kabisa. Karibu sana. Karibu katika ripoti ya leo ya EFM. Karibu tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ambao ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayawasilisha kwako kwa njia simulizi. Mimi huwa na saa moja tu hapa pamoja nawe, na katika hili saa moja basi tunahakikisha tunajengana, tunakumbushana mambo kadha wa kadha kuhusu maisha. Katika msimu huu nina simulizi ya kipekee ya mdada anaitwa Dora, na hili si jina lake kamili. Karibu sana, nikukumbushe pale tulipoishia siku ya jana na tusogee mbele zaidi. Karibu sana. Jana Dora alitueleza katika safari yake akisema, sasa kipaji changu kimekutana na mtu sahihi. Ndio producer huyu ambaye nilipelekwa na msanii mwenzangu. Akiniambia yuko producer ambaye anaweza kukusaidia, nenda ukajaribu. Na nimefika. Mtu huyu alipenda sauti yangu na hata kunikutanisha na mtu mmoja ambaye ana uwezo mzuri kiuchumi. Ndio. Mtu huyu ambaye ana uwezo mzuri kiuchumi ameonyesha mwanga wa kunisaidia. Kwanza amependa sauti yangu. Anataka kuniona ninafika mahali fulani, na mpaka sasa hivi nimeshapata elimu ya kuzidi kujitambua mimi kama binti ambaye ninataka kuona muziki ukibadilisha maisha yangu na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini Dora anasema niko sasa katika awamu tunazungumza, na hii ni mara ya pili tunakutana. Baada ya mara ya kwanza kutambulishwa na kupewa mwongozo utakutana na fulani, na nimekuwa nikikutana na huyu ambaye nilikabidhiwa kwake, sasa naenda kukutana naye. Hii ni mara ya 3. Yes, hii ni mara ya 3 nakutana na huyu boss. Mara ya kwanza nilipelekwa na producer. Mara ya pili nilienda mimi, akanikutanisha na mtu ambaye atanipa mwongozo. Kwa hiyo naweza nikazihesabu zote kwa ujumla, hii ni mara ya 3. Karibu sana ndugu yetu, mpendo wetu, rafiki yetu anaitwa Dora, akishia pamoja nasi haya katika safari yake ya maisha. Karibu. Haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Rafiki yangu popote pale ulipo, nikushukuru sana kwa kufuatilia ripoti ya leo. Na naamini unapopata nafasi ya kusikiliza ripoti ya leo, hausikilizi kwa bahati mbaya kabisa, na wala hupotezi muda. Kipo kitu kikubwa ambacho kinakujenga, kitakupa hatua moja kwenda hatua nyingine. Na sisi kama mwanadamu, tunapaswa tujifunze kila siku, hasa tunapokuwepo katika safari hii ya maisha ambayo Mungu ametupa hapa duniani. Tutaacha kujifunza pale tu ambapo tafika wakati utakuwa ndo mwisho wetu wa maisha yetu hapa duniani. Lakini kwa sababu tupo hai, tuna nafasi ya kuendelea kujifunza kila inaitwa leo. Anaitwa Dora. Dora anasema, mimi ninasimama na kuyazungumza haya. Naamini watu wenye vipawa wako wengi sana katika jamii yetu, na wapo katika nafasi ya kujipambania sana. Kila mmoja anajipambania akiamini alichonacho na kile alichojitambua yuko nacho kinaweza kubadilisha maisha yake. Anapambana nacho, na ndicho ambacho na mimi nakifanya. Nimezaliwa katika familia maskini. Haiwezi kunipambania, haiwezi kunipeleka mahali natamani kufika. Lakini pia hawana elimu ya kutosha namna ambavyo hiki kipawa kinaweza kikawa fedha kwangu. Wanaamini vitu fulani wanafanya watu fulani ambao wamepoteza dira ya maisha, wamekana tamaa, wahuni, sifa fulani. Lakini mimi binafsi naamini hiki ni kitu ambacho kinaweza kukupa pesa, na ndio maana niko nakipambania. Dora anasema sasa nazungumza na bosi, yani yule ambaye ana uwezo wa kunipeleka mjini. Yule kijana ananiambia, bosi huyu, akisema tu ndani ya muda mfupi sana Tanzania itanijua. Nyimbo zangu zitapigwa kila kona.
watu wataulizana tumesikia sauti ya huyu ni nani. Nitarekodiwa video zenye production nzuri za viwango. Nimesha tamanishwa sana. Yani sasa hivi mimi nazungumza na huyu bosi, ninamsikiliza anataka kuniambia nini. Aliniambia, "Uko serious?" Napenda kuongea hii sentensi kwa sababu kuna watu waga wanajaribu mziki. "Uko serious?" Nikamwambia ndio. Hii sentensi sijaambiwa na huyu bosi tu. Hata yule meneja pia wa mwanzo aliniambia hii sentensi, "Niko serious?" Hata meneja huyu mwingine aliyepelekwa kwa mara ya pili aliniambia hili swali, "Unamaanisha? Unataka kumaanisha kuimba mziki, unataka kumaanisha au unataka ufanye mchezo?" Mimi namwambia nataka kumaanisha. Na nilimjibu kwa haraka sana bosi na kumwambia niko serious sana. Na niko tayari kuhakikisha ninafika na kutimiza ndoto zangu. Akaniambia vizuri. Kesho una ratiba gani? Nikamwambia sasa hivi ratiba zaidi ya kwenda kufanya mazoezi na kufuata mwongozo ambao unapewa na yani nikimchaji yule kijana na kuwa tu niko free. Akasema okay. Kesho cancel ratiba zote, nitazungumza naye pia. Mwambie tu nina emergency nyumbani. Nataka kesho tukutane mahali. I think tunaweza tukapata muda mzuri zaidi tukaongea. Najua hapa ni ofisini. Nitaka tu nijue serious wako kuhusu muziki. So I think nahitaji time zaidi. Nahitaji sehemu nzuri zaidi ya kuzungumza. Akaniambia sentensi moja. Akanitajia moja kati ya hoteli ambayo sitapenda kutaja jina. Lakini ni hoteli ambayo ni ya viwango na mimi naijua. Akaniambia utakuja kesho pale na utanipa namba zako kwa sababu mimi na huyu mtu hatujawahi kubadilishana mawasiliano. Utakumbuka mara kwanza niletwa na meneja, mara pili akaniambia nije tu hapo ofisini, nikafika nikiingia hapo ofisini akanikabidhi kwa huyu kijana. Kwa hiyo ndo nakuja kuonana naye kwa sinaga mawasiliano. Kwa hiyo ananipa mawasiliano. Kesho akiniambia na aliniambia mpaka muda 3:30 nifike kwenye hiyo hoteli. Nilimwambia sawa, nimekuelewa. Akaniambia akavuta draw. Alipovuta draw akanipa pesa. Sikuweza kuzihesabu kwa hapo. Lakini ni pesa ambazo sio 20,000 au 30,000. Yani kwamba unaona kabisa kabunda hivi mtu anakupa yani hela imejaa. Umenielewa sasa? Yani hela yani Dora anasema nikapokea na nikamwambia asante. Lakini nilipotoka nikatoka nikiwa na maswali sana kwa sababu kama kuna mambo ya msingi ya kuongea kuhusu muziki, tulikuwa tupo katika location nzuri sana ya kuzungumza. Maana ni ofisini na kumekul kabisa. Yani kwa nini tukutane hotelini? Mtu ambaye nimezoeana naye ambaye naweza nikamuuliza kitu ni yule producer. Kwa mimi nilimwambia producer, unajua tulikuwa na appointment na bosi na nini, nikamwambia ameniambia tukutane hotelini saa fulani. Kwa nini tukutane hotelini? Lakini kwa sababu pale ofisini tulikuwa tuko tu wawili, tungeweza kuongea kama ni vitu anataka kunieleza. Kwa nini hotelini? Huyu producer akaniambia, Dora, kwani hatuwezi kuonana? Tuonane tuongee. Nikamwambia sawa, tunaweza tukaonana na tukaongea. Kwa mimi ilikuwa ni moja kwa moja kwenda kuonana na producer. Nimefika akaniambia, sasa wewe kinachokufanya ushangae ni nini? Nikamwambia sio kinachonifanya nishangae ni nini. Nilikuwa naangalia labda kama yuko busy na vikao na nini, lakini tupo wawili tu. Kwa nini asingenieleza? Kwa sababu aliniambia ana issue muhimu sana nataka kuniambia. Kipekee ni kushukuru zaidi pia ambao unatufuatilia
kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Asante Rosie Brown unatufuatilia, James Mayemba, Diana Shio pia unatufuatilia, Juliet Amani, Mary Mari pia unatufuatilia. Asante Niru Shufa hapo ulipo na unatufuatilia kwa ukaribu. Simoni Stefano asante. Susan Cosmas Kisumu Krishi pia unatufuatilia. Nikushukuru sana. Ramadhani Kimbe unatufuatilia. Grace Mighty ni James jamani na wengine wengi ambao mnaendelea kutufuatilia kama Teddy Richard. Asanteni sana. Nyinyi ni wadau wetu wa karibu kabisa. Unatufuatilia kwa kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania katika siku njema ya leo. Ndugu yetu anaitwa Dora akishia pamoja nasi haya katika safari ya maisha. Dora anasema huyu producer ananiambia, sasa cha ajabu ni nini Dora? Cha ajabu cha kukushangaza wewe ni nini? Ni huyu bosi kukuita hotelini? Nikamwambia, yani kwa nini hotelini? Ndicho kitu ambacho nimeuliza. Akasema, wewe ni mwanamke bwana. Usitaki kuniambia yani wewe yule mtu lugha aliyoizungumza hujaielewa. Nikamwambia, unataka kusema nini? Akasema, anakuita, anataka mkazungumze. Nikamwambia ndio tunaenda kuzungumza nini? Akaniambia, kwani wewe unahofia nini, una wasiwasi gani? Nikamwambia, unajua yani sijui kwa nini nimejikuta yani tu aliponiambia mambo hotelini kama nimekosa amani. Akasema, achana nayo mambo bwana, wewe ni mtu mzima. Yani akikazania sentensi kwamba mimi ni mtu mzima. Akaniambia, ngoja nikwambie, wewe ni mtu mzima. Mtu amekwambia twende sehemu, tukutane sehemu. Hotelini ni mahali tu tulivu. Hotelini kuna sehemu ya kupumzika, kupata chakula, kupata chai. Hebu nenda kakae pale, sikiliza mtu anataka kukuambia nini. Usianze kujaji mambo. Yule ni mtu mzima na akili timamu. Mbona mimi nampelekea watu wengi aje kuambia sentensi kama hiyo? Kwa uwezo ukajua ameona nini ndani yako, anataka akae na wewe, aongee na wewe, build katika hatua kubwa zaidi ya mafanikio. Na akaniambia, nikwambie, ukitaka ufike kwenye mafanikio makubwa kisanaa, ondoa fikra potofu. Yani wewe mtu akikwambia kitu unaanza kujaji kwa nini. Ondoa mambo ya kwa nini. Kinachowezekana kufanya fanya kwa sababu tu kinakupeleka katika hatima yako. Nikamwambia, okay, nimekuelewa. Akaniambia, hajakupa hela? Nikacheka, nikamwambia kiukweli kanipa. Kakupa shilingi ngapi? Nikamwambia 100,000 kama ya 30. Yuko muongo. Nikamwambia ni kweli, sijakudanganya. Akasema, sasa wewe uone sasa hivi hata nuru ya macho unaiona. Kazi haijaanza rasmi. Lakini angalia, watu wanakuazia vitu vikubwa. Wakati watu wanakuazia vitu vikubwa, hebu na wewe unakuwa ukubwa kama wenzako wanavyoona. Nikamwambia, nakuelewa. Akasema, utanishukuru mimi baadaye. Utasema nashukuru siku ambayo tulikutana pamoja. Nikamwambia, na mimi ndo ninayoomba hayo. Akasema, sio unakuwa msanii mkubwa afu tunasauliana Dora? Nikamwambia, hapana, haiwezi kuwezekana. Yani kwa nini nisiinuke na watu wangu? Mungu ananiinua, kwa nini nisiinuke na watu wangu? Kwa hiyo ninatiwa moyo kwamba hatua mimi naenda kubwa sana. Unajua muziki ni kweli tunafanya wengi, lakini namna ya kukufikisha katika hatua hiyo ni process nyingine. Na mimi ya mambo nimeyajua kwa sababu nimeingia kwenye game. Sio habari ya kwamba mimi najua kuimba. Watu wanajua kuimba sana. Ni kupenya, unapenyaje? Lazima umpate mtu akupenyeze. Kuna wale ambao wanapata neema tu au yani wanaibukaga tu. Inaonekana hii ni neema ya wachache. Yani katika kundi la wengi hiyo ni bahati ya watu wachache. Wengi wetu tunahitaji tupambane ili tuonekane, ili watu wazifuatilie kazi zetu, ili tuweze kupata ambacho tunatamani tupate kwenye maisha yetu. Niliondoka na moja kwa moja nikaendelea na ratiba nyingine, lakini nikwambie pamoja na yote mimi bado nikawa na question mark nyingi. Nikasema ngoja niondoe dhana za mambo yasiyofaa. Yani kwa nini mahotelini mimi ule ni mtu akikuitaita mambo ya faraga na hasa katika hizi game naona kama napata ukakasi kidogo. Lakini kweli mimi nilienda majira yale aliloniambia, nilikuwa kwenye ile hoteli pale na yeye ndo alinipigia. Ule muda tu unafika, mimi nilikuwa pale tayari nimeshafika. Na akaniambia, uko wapi? Nikamwambia yani na mimi ndio mida hii nasogea hapa uliponielekeza. Akasema, wewe binti ni smart sana.
yani nakupima katika mambo machache, wewe ni smart sana. Uko very smart. Unajua mtu mwingine hapo baada ya kuja ule muda tumekubaliana angevuta hata lisa. Lakini wewe umefika kwa wakati. Akaniambia ingia hapo, kuna mtu anakuja kukuchukua hapo. Nikamwambia sawa. Kweli mimi nimeingia hapo, kuna mtu kaja akaniambia Dora, nikamwambia yes, akaniambia karibu, na mimi nikafuata. Nimefika hapa kwenye hii hoteli kulikuwa na lift. Kwa mimi kaona napanda lift tunaenda floor number fulani. Nimefika pale pap tunaingia, naona huku ni hotelini, unajua hizi ni room. Kwa ina maana mimi naenda hotelini. Nimefika pale, huyu ambaye ananiambia karibu, ingia hapo. Nafanya nini sasa? Nafanyaje sasa? Ikabidi moja kwa moja niingie, na kweli nikamkuta huyu bosi yuko hapo kwenye hiyo room. Sasa hii room ni kubwa. Hii room ni kubwa. Yani kuna vitanda kwanza viko viwili. Kuna kitanda. Alafu kuna kochi, kuna TV, kuna bafu. Yani ni chumba kikubwa. Kuna sehemu hapa wameka kama ya kunywa chai. Yani standard room kubwa. Nazungumza hizi ni hoteli zile ambazo zina hadhi. Sasa mimi nilimkuta huyu bosi amekaa kwenye kochi. Kifuani yuko wazi. Halafu amevaa kaptula. Na hizi sio zile kaptula kwamba unaweza ukavaa ukatoka, yani kinini tunasemaje? Kikaptula chepesi au niseme nini kwa lugha nzuri. Si ndio hiyo? Sio kaptula za kutoka hivyo. Mtu ampiga kikaptula nini labda cha jinsi cha ndani cha kuvaa na nguo. Lugha nzuri ni ipi? Hivyo tu, lakini umenielewa Yes, hiyo sasa. Dora anasema unajua ni mtu mzima. Yani mimi kwangu namuona kama ni naona ni baba. Naona ni mtu ambaye ananichukulia mimi kama mtoto wake. Naona kama anachukulia kama mtu ambaye tunaheshimiana. Kumuona vile ni kama mimi nilipata hamaki kidogo. Akaniambia usiogope. Ni wa Tanzania ndio mnaogopa sana. Kwa nini unaogopa? Be free, karibu kae. Akaniambia msanii kwanza utakiwa kuogopa. Hicho cha kwanza, yani utakiwa kuogopa. Why unaogopa? Kwa mfano mimi nikikuuliza hapo kwa nini unaogopa? Unaweza ukana majibu kwa nini unaogopa? Nikamwambia hata sijaogopa. Yani ni kama kitu umeni surprise, sikutegemea kukuona hivyo. Akaniambia okay. Unajisikia kunywa nini? Nikamwambia mimi niko okay. Asa no, mimi mtu tukiwa pamoja hivi tunataka tuzungumze vitu muhimu, lazima anywe kitu. Akachukua simu. Akaagiza nataka wine. Yani tunywe wine. Lakini mimi nikawa namwambia no, kana ananiambia usijali. Relax. Kweli wine ikaletwa pale. Akaagiza chakula. Akaniambia relax. Unaweza ukaenda kuoga ili ujisikie comfortable zaidi. Jamani. Dunia isimama nishuke. Jamani. Yani eti nikaoge. Hivyo mtu tumezungumza chochote? Mimi na huyu baba? Yani nikamwambia hapana, niko okay mimi. Akasaa cha zako bwana. Nenda kajimwagie. Akanipa taulo nikaoge. Jamani, why nikaoge? Sasa mimi namwambiaje niko sawa, nilipotoka nyumbani nimeoga. Akasema no. Tunaoga nyumbani lakini tukifika hotelini kama hivi tunapaswa kuoga. Hapo mimi bado sijakubali kunywa wine. Ananiambia acha zako kunywa wine, tupige story. Mimi leo nataka tupige tu story. Ila sipendi tunapiga story mtu haujaoga. Sasa nikajiuliza, hadi nikajinusa. Jamani, au nanuka kiko hapa? Vile nilivyowahi kutoka mimi nikaamua tu nichukue daladala nisogee hivi, labda nimekaa kwenye daladala labda ndio nanuka kiko hapa. Sielewi kwa nini mtu anganganize kwenda kuoga. Nikasema hapa sitoi, yani sitoki, siendi kuoga, sitoi hata shati.
na simuogopi wala nini. Basi akanibembeleza, akaona mimi namwambia nitaoga. Hilo tu, nitaoga bosi. Yaani hilo tu akaniambia usiniite bosi, akana nitajia jina lake. Akiwa yuko na kiboksa chake na kifua chake, hata apendezi. Kwanza mtu mzima litumbo, hata apendezi. Mimi sasa nitafanyaje sasa? Nikaa tu nimetulia. Yes. Dora anasema nakumbuka sana haya katika safari yangu ya maisha. Nayakumbuka sana. Tukiwa tupo room. Tuko wawili tu tupo room. Mimi na huyu tajiri. Ndo ananifungulia sasa mlango wa hatua za mafanikio. Aliniambia kunywa kidogo. Kweli nikachukua glass, nikanywa kidogo. Yaani kidogo tu. Akaniambia, unajiuliza wewe umefika hapa na hatujaongea chochote? Mimi waga sio muongeaji sana. Sipendi kuongea sana. Mimi waga ni vitendo tu. Okay. Mimi nimekuita hapa kwa sababu nilikuwa nataka tupate muda tuenjoy pamoja. Tuenjoy. Nikamwambia unamaanisha nini? Akasema wewe ni mtu mzima uelewe. Akanisogelea huyu mbaba. Akaanza kunipapasa, akaniambia mpaka hapo hujaelewa. Nikamwambia kwa nini? Kwa nini? Akaniambia mbona unanitazama macho makali sana? Nikamwambia hapana. Sio kwamba nakutazama macho makali. Nataka nijue tu kwa nini. Akaniambia wewe hujui kwa nini? Nikamwambia sijajua. Akaniambia mimi nimekupenda. Nimekupenda sana. Nataka tu enjoy maisha. Wakati unaenjoy maisha na huko tunatengeneza pesa. Unaonaje? Akinipapasa. Nikamzuia. Akaniambia najua unaogopa, lakini mimi ni mtu mwema sana na hutakiwi kuogopa. Akaanza kunipigisha story za namna ambavyo watu wengi wanamfuata sana awasaidie, namna ambavyo amekuwa anasaidia watu, na namna ambavyo alipokutana na mimi mara ya kwanza tu alitokiwa kuvutiwa na mimi. Yaani nikwambie, ukiniangalia mimi na huyu baba, yaani mimi wazazi wangu wananiona niko hapa, wanaweza wakatoka na machozi, wanaweza wakalia kwa uchungu sana. Yaani huyu ni zaidi ya babangu. Yaani nikimwangalia umri wake, na mimi bado binti mdogo, tena sio kwamba nina mwili, yaani ni mdogo kabisa, yaani mimi bado binti mdogo kabisa. Lakini huyu baba hapa yuko anaona, yaani leo lazima atimize adhima yake. Sasa mimi nikiwa leo hivi ninazungumza kwa sababu mimi sasa hivi nimekuwa, lakini nyakati zile sikuwa na uwezo wa kupembua. Yaani nyakati alipofika na kuanza kuniambia tunafanya 1 2 3, akinionyesha kwenye picha na niambia itakuwa hivi, akiniambia unamuona msanii fulani, unamuona huyu, nataka nikubuild kama hivi, maduka yale, na ninaona kabisa nilienda kufanywa shopping na yule kijana pale kashaniambia vitu vingi sana, yule producer na nini. Yaani nikajikuta nachanganyikiwa, yaani nikavurugwa kabisa. Akaniambia usichanganyikiwe. Sasa kwa umri wangu vile ulikuwa mdogo, nikajikuta ninapata uchungu, yaani nikajikuta napata uchungu. Namwambia ni kwa sababu unataka kunisaidia, ndio maana unanihitaji kimapenzi. Akasema no. Unadhani ni kwa sababu ya hivyo? No, mimi nimekupenda. Sio kwa sababu ya hivyo, because nimekupenda. Nikamwambia hapana, unawezaje kunipenda mimi
Akasema, kwa nini unahisi kwamba unatakiwa kupendwa na mtu kama mimi? Hapo kashaniuliza kuhusu wazazi wangu, kuhusu nini. Akaniambia, kwa hiyo wewe ndio mlango wa kwenda kuifanikisha familia yako. Unaona? Na akaniambia, mimi nataka nikubadilishie maisha yako sana. Nakupenda, nikisema nakupenda ninamaanisha. Nakupenda ninamaanisha. Na sio kwamba nimekuleta hapa kwa sababu nataka tushiriki mahusiano na wewe. No, mimi tunaweza tukakaa hapa tukapiga story na nisifanye chochote na wewe, ili nikuthibitishie mimi siko hivyo. Huyu baba alikuja kuniambia hii sentence baada ya mazungumzo, na kuniona mimi namwambia kwa sababu mimi hivi, kwa sababu mimi hivi. Kwa hiyo akaniambia na kuniambia sentences za kunitoa hiyo dhana kwamba mimi ninafikiria hivyo. Hivyo ninavyofikiria sio sawa. Hii sio barter trade. Tunafanya hapa biashara ya nipe nikupe. No, ni kwa sababu nimekupenda na namaanisha, na nataka nione hatua zako kubwa za mafanikio because nimekupenda. Na mimi nikimpenda mwanamke naweza nikafanya chochote kuhakikisha anakuwa na furaha. Hapa natakiwa nibadilishe simu, ninunue simu ya kisasa. Ninatakiwa niwe navaa mavazi ya kisasa. Ninatakiwa sasa hivi nitoke nyumbani niwe na mji wangu, nipangiwe sehemu nzuri. Natakiwa sasa hivi niwe na mtu wa kunisimamia, ndio yule atakuwa akinisimamia kuhakikisha ninakuwa na muda wa kutosha kufanya mazoezi na kwenda kurekodi studio na kwenda kurekodi wa mavideo. Mimi sasa hivi nitakuwa ni mtu wa kufanya interview kwenye media mbalimbali. Yani hapa nimeshaambiwa vitu vyote, lakini huyu baba ananiambia nataka nikuthibitishie na kupenda na siko kwa ajili ya kukutamani kimwili. Nataka nikuthibitishie hilo. Yes, ndugu yetu rafiki anaitwa Dora akitueleza haya katika safari yake ya maisha. Dora anasema basi huu ulikuwa ni muda wa yeye kuniambia anataka kuthibitisha kwamba hiki anachokifanya hapa, anachokisema anamaanisha, na sio kwa sababu anataka kunitumia kimwili, yani kwamba tufanye mabadilishano ya kibiashara. No, anafanya kwa sababu ananipenda. Na akaniambia usioge. Sasa alikuwa ananiambia kaoge, akaniambia usioge. Baki na nguo zako, tule, tupige story, tunywe, tuenjoy. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo tukaenda na ratiba nyingine, akabadilisha story kabisa na akachukua nguo yake, yani nguo yake ya chini akavaa. Kwa hiyo akanipiga story, ananiambia hiki, ananiambia hiki, anacheka, ananiambia hiki, mambo tu ya kuhusu maisha, mambo tu ya kuhusu sanaa, namna ambavyo unatakiwa mtu upambane. Alinitumia message yule producer. Vipi? Nikamwambia poa. Nikamwambia mwenzangu, yani kati tunapiga story huko na mimi napata hivyo na namtumia message. Hapo nilikuwa naendelea, ananiambia kunywa kidogo, enjoy your time. Mimi ndio nataka tupige story tu, fahamiane, yani hata usiwe na wasiwasi. Nikamwambia mwenzangu, hivi unajua hapa niko hotelini na huyu hapa baba, yani hivi ninavyokuambia mpaka sasa hivi ni vile tu nimekuwa mgumu, lakini hakuna chochote ambacho ameniambia zaidi anataka mapenzi. Mimi nikamtumia message yule producer akanitumia message akaniambia acha ujinga. Kwani wewe ni mara yako ya kwanza kukutana na mwanaume? Aliniuliza hiyo swali, yani wewe ni mara yako ya kwanza kukutana na mwanaume? Akaweka alama ya mshangao. Yani akaweka ni mjibu. Yani hili swali ni mjibu. Na akaniambia hivi, umewapa wanaume wangapi na wamekusaidia nini? Akaweka alama ya kuuliza. Unashindwaje kumpa mwanaume ambaye anaenda kukubadilishia maisha yako? Acha ujinga. Mambo hayawi mepesi kama unavyodhani. Hizo opportunity wenzako wanazitafuta. Wakae faraga na mtu kama huyo. Huyo mtu ni mkubwa. Acha ujinga. Uwezo yani kama sitakiwa kumyumbisha au kumkatalia mwanaume kama huyu, yani ni kosa. Wewe sikujibu hiyo message. Lakini nataka nikwambie, mimi nazungumza na ndugu zangu, rafiki yangu wewe, ni mama, ni dada, ni shangazi, una family member
wanafaitia ndoto zao, wana umri mdogo. Umri mdogo sio rahisi kupembua mambo. Yani sio rahisi kupembua mambo. Kwa mfano kama mimi hapa, yani nikawa sasa yani kama nimejazwa vitu kichwani. Naona kama vimenizidia. Kwa hiyo huyu ni mtu mzima. Technique zake ni nyingi. So unaona kwa mfano kama mimi nilivyokuja vile alivyoniambia vile nilivyo react, akanifanya nika cool down, akavaa kabisa nguo, tukapiga story nyingine, akananiambia nyumbani kwenu sijui na nini, atanifanyia 1 2 3, tukaendelea kucheka. Lakini mwisho wa siku mimi Dora nilishiriki mahusiano na huyo baba. Nilishiriki mahusiano na huyo baba. Na ninachokumbuka huyo baba alikuwa na tumbo. Yani ni baba. Siwezi kuelezea chochote, yani ni baba hivyo. Yani hivyo ana tumbo lake tu limejaa, limetosha kabisa. Mtu tu ana kamwili kake, ni mtu mzima. Lakini nikajikuta pale na kuamini. Hii ni mara ya pili mimi inanitokea situation kama hii. Nikaamini kwamba anachoniambia ni kweli. Ananiambia mimi nataka nikutake care wewe kama mwanangu. Wewe unachotakiwa kufanya ni kunifanya tu mimi nifurahi. Akiniambia nikikuhitaji tu uwe available. Na sasa hivi anataka kuhakikisha nakuwa busy, na akanasema kuna mtu anakutafutia sehemu ya kukaa. Kuna muda I think itakuwa napata time nije hapo mahali, yani napoishi. Kwa hiyo atanipangia, atahakikisha ananiwekea furniture kila kitu ndani hivyo. Kwa hiyo nilishiriki kile kitendo, na umri nilokuwa nao, hii ni mara ya pili. Sikuwa na ile ya kusema sasa kinga iko wapi, yani ile kukazania kwamba kama tunafanya hichi kitendo kinga iko wapi. Yani yayo mambo hayakuwepo. Kwa hiyo matendo haya yalifanyika mara kwanza, mara pili, mara tatu, baada ya kuona kwamba yeye ameridhika. Akasema so now ukitaka kupumzika hapa unaweza kupumzika, ni nikalala hapa mpaka asubuhi. Yeye anatakiwa aende. Huyu ni mtu ana familia. Nikamwambia no, mimi pia nataka kuondoka. Akaniambia kwa nini usilale? Nikamwambia hapana, kwa sababu nilifeel hatia. Yani umeshai kuona unashiriki hicho kitendo afu baadaye yani unajisikia hatia. Ndio nikawa najisikia hivyo hatia. Akanambia it's okay, usijali, hawezi kunipeleka. Aliniambia usijali. Akampigia mtu simu, ina maana mimi nitachukuliwa hapa. Na yeye akatoka. Hatukutoka tumeongozana. Kumbuka nilipoingia hatukuongozana, hata nilipotoka pia hatukuongozana. Kwa hiyo akawa chui amechomoka, mimi nikawa nimepita na mimi kwa maelekezo mengine. Niliporudi nyumbani nilijisikia hatia sana. Kumbuka toka saa ngapi ile? Mapema kabisa mimi nilikuwa niko na huyo mbaba. Ni kweli nimekula chakula kizuri, ni kweli nimeoga kwenye bafu zuri, ni kweli hivyo vyote naweza nikavizungumza, lakini nilijisikia hatia ndani ya moyo. Yani moyo unataka kularuka. Kuna mwanamke mmoja anaelewa hii sentence inasema. Kuna binti mmoja unaelewa hii sentence inasema. Yani jambo limeshatokea alafu unajisikia hatia, na uelewe kwa nini unajisikia hatia. Kwa sababu umejikuta unafanya katika mazingira yamekulazimisha ufanye. Unajiuliza kwa nini nilienda? Ningekataa tu nisingeenda. Okay, pale nilipoona hizo dalili, kwa nini sikutaka kuondoka? Unajikuta hukuondoka. Okay, kwa nini ule muda ulipofika sikuuliza kwa habari ya kinga iko wapi? Unakuja kugundua kwamba pia hata mazingira hayakuwepo ya kusema kuhusu kinga. Alafu unakuja kugundua baada ya yule mtu kumaliza alichokuwa anataka, hakutaka hata kusema labda mimi tukae pamoja hivyo, tushinde pamoja, tulale pamoja. Anakuambia utalala, mimi nitakucheki. Yes. Dora anasema nilijisikia moyo hauko sawa. Alinitafuta yule producer, akaniambia vipi? Nikamwambia nitakucheki. Tuongee. Nikamwambia nitakucheki. Huyu baba hakunitumia hata message
Hivi unajua kwa mfano kama watu mmeanza mahusiano, si unaelewa? Mmeanza mahusiano, labda unipe experience wewe. Mmeanza mahusiano, mmekutana, mmebebana, sijui mmeenda guest bubu, sijui mmeenda wapi, mmefanya mlioyafanya, alafu mmesambaratika, kila mtu kaenda kwao. Mwanamke unangoja nini? Unakuwa unangoja yule mtu akwambie ulifika, upo okay, si ndio? Unangoja, si ndio? Kimya. Sikuuliza umefika, unajisikiaje? Pamepambazuka asubuhi, hakuna message, hakuna simu. Yule producer akaniambia, vipi Dora, tuonane? Nikamwambia atakucheki. Mimi ndo nikachukua hatua, nikaamua kumtumia message. Nikatuma message, nikaandika hi. Akanipigia, akaniambia niambie mrembo. Nikamwambia niko poa. Akaniambia kila kitu kiko sawa, I'm very busy, nitakucheki. Ikaishia hapo, kujieleza chochote, kwa sababu nilikuwa nataka kumwambia yani jana, yani nimwambie tu kwamba yani jana, yani hatujapima, yani hivyo, yani sikupata hiyo nafasi ya kueleza chochote. Dora anasema, yule producer kana niambia, we Dora, tuongee. Moja kwa moja nilienda kuonana na producer. Akaniambia vipi? Nikaambia niambie Dora vipi? Nikaambia yani mimi sitaki kusema chochote, sitaki kuongea chochote. Akaniambia sana na mambo yako bwana, kuna nini cha ajabu? Kuna cha ajabu kipi? Mimi najua umeenda kule, najua umeliwa. Okay, tuzungumze nini kinachofuata. Nikamwambiaje, kwa nini unaniambia hivyo? Kwa nini unaniambia hivyo? Akaniambiaje, Dora, yule ni babako? Nikamwambia hapana. Ni kakako? Nikamwambia hapana. Ni mjombako? Ni nani kwako? Hivi ndivyo maisha yalivyo Dora. Ili utoke hatua moja kwenda hatua nyingine, lazima hivi vitu vikutokee. Kwa ni kitu cha kawaida. Nikamwambiaje, sawa, ndio amekwambia, umehisi, unataka uthibitisho, mimi nikwambie, okay, tumefanya kitu gani saizi zaidi kununuliwa hizo nguo? Tumerekodi, tumepelekewa nyimbo zetu media. Yani akasema huyu akisha kupa, akisha kufanyia hivi, akisha pataga penzi, yeye ni mtu ambaye anatuaga go ahead. Nikamwambia unasemaje? Akasema yani huyu sio yule mchoyo, unajua. Akaniambia unajua kuna watu wengine anakufanyia hivyo afu akusaidie, huyo ndo anakuwa mkatili, lakini huyu ana hivyo afu anakusaidia. Sikutaka kumthibitishia kwamba ni kweli, yeye mwache abaki vile anavyowaza. Mimi nikawa tu nimetulia. Akampigia simu, yani yule producer akampigia simu yule baba. Akapokea akawa anaongea naye, akanamwambia nafikiri sasa tuanze kurekodi. Binti anaweza, binti ana uwezo. Nafikiri sasa turudi kwenye muziki. Wakaongea na ya kwao, mimi sikuwa najua wanaongea mambo gani. Bado nilikuwa niendelea kusikia hatia. Nikamwambia kwa hiyo, akasema kila kitu kaniachia mimi. Hapa inabidi tudili na mambo ya production, yani tudili na mambo ya video production, tudili na nini, yule mtu wa mavazi atakucheki. So sasa hivi tuconcentrate na mazoezi, jambo liende. Nikaambia sawa. Jamani, penzi ndo hili sasa. Yani penzi nimelianzisha, penzi limeanza. Jamani, hakuna simu. Siku hii ya pili mpaka jua linazama, sijapigiwa simu. Kuna mwanamke mmoja anaelewa kitu unasema, yani no feedback. Ulishawahi kuona mtu anaanza kukufuata, yeye ndo anaanza kukupigia, uko wapi, unakula nini leo? Bado hiyo hamjafika kwenye hatua ya kukutana kimwili. Mkisha kutana kimwili wewe ndo unaanza kupiga simu sasa. Mbona unipigie simu jamani?
mbona ulikuwa unanitumia message siku hizi utume? Mtu akamwambia, yani niko busy sana, niko busy. Wewe machozi puka. Why? Imeisha hiyo. Dora anasema mpaka usiku hata message toka alivyoniambia nitakucheki. Usiku nilisema hapana, mbona nasikia uchungu sana? Mbona nasikia hivi uchungu? Kwa ina maana alikuwa anataka kunitumia mara moja tu. Nilingoja papambazuke, yani iwe siku nyingine. Asubuhi bado kimya. Nikamtumia message, nikamwambia unaendeleaje? Kuna kitu natamani tuongee, natamani kukuona. Akanipigia, akaniambia, yani nilisahau hata kukwambia, nilipaswa kukwambia nina safari. Na safari ya ghafla sana, nitasafiri, ninaenda nje ya nchi mara moja. Lakini nikauliza unaweza ukakaa muda gani? Akasema nikizidisha sana pengine 7 days. Nikamwambia kwa hiyo tunafanyaje? Akasema I miss you so much, so tukirudi tutakutana. Natamani nikirudi tukutane tena. Mtoto mzuri sana wewe, nitakucheki baadaye. Niko hapa. Namuuliza yule kijana, huja nitafuta? Ananiambia nilikuwa niko busy. Yule kijana ambaye huyo bosi aliniambia atanipa mwongozo, na ni kweli amenipa mwongozo wa mambo mengi. Hasa nilikuwa niko busy, unajua bosi naye alikuwa anajiandaa na safari, tukawa tuko busy sana nini na nini. Kuna wasanii wengine pia walikuwa wanafanywa vitu wanaangaliwa na nini. Kwa hiyo nimekuwa niko busy sana, so don't worry, nitakucheki. Producer ananiambia kwamba kuna watu na warekodi leo, studio itakuwa iko busy kidogo, but maybe tucheki kesho. Haya, anatueleza ndugu yetu, mpendo wetu, rafiki, anaitwa Dora. Yes, nikicheki time yangu kumbe imesogea sana hapa. Msikilizaji, nikushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza katika mkasa wa ndugu yetu anaitwa Dora. Kuna binti unanisikiliza, kuna kijana mzazi unanisikiliza. Kiu yangu usikilize hizi hatua ambazo Dora anashare pamoja nasi. Haya ni mambo ambayo Dora ameyapitia, na anasema mimi nimepita. Wakati mimi nimepita, kuna wasichana wenzangu wanapita sasa hivi. Asante. TikTok Capital E. Habari ulimwenguni. Shida hili bwana tuasili kwa kiasi kikubwa sana. Maji ya shida, tunaumwa UTI kila kukicha wa mama sisi. Sasa tunaenda saa 8 za usiku kuchota maji. Kilo 1750. Yaani hapo nyuma tulikuwa tunauza bei ndogo, lakini sasa hivi tunauza bei kubwa. Unasikiliza habari ulimwenguni. We have the most productive workers in the world, and given a fair shot, given a fair chance, Americans have never ever let their country down. Never. Habari ulimwenguni kitaifa na kimataifa, kila siku za wiki saa 12 kamili.